Mtazamaji wa Global TV, hapa ni polisi Matulubai Mbagala, ambapo leo familia ya Mustafa Omari Matunu ambaye ilipata ajali ya moto Kilungule na kuteketea kwa nyumba yake, lakini pia kuwapoteza watoto watatu wa familia moja, waliahidiwa na jeshi la polisi kupewa mifuko 50 ya kianzio cha ujenzi wa nyumba yao ambayo iliteketea kwa moto, na leo jeshi la polisi limekabidhi mifuko hiyo yote 50. Mimi ni Gabi Mtanzania, nyuma ya kamera Rafaeli. Makabidhiano ya mifuko 50, na hii ni mifuko ambayo unaiona hapa, lakini iko 50, 47 tayari iko store na itapandishwa kwenye gari, ikifanyika kwenye kituo hiki cha Matulubai Mbagala muda huu. Kamanda, karibu kukabidhi. Kwa niaba ya afande RPC wa mkoa wa kipolisi wa Temeke Saka Kungu John Malulu, na mkabidhi mifuko 50 ya simenti mwananchi wetu huyu ili iweze kumsaidia sasa katika mwendelezo wa ujenzi wa nyumba yake ya kuweza kujistiri sasa kwa mara nyingine. Asante sana, nashukuru Mheshimiwa RPC kwa msaada wako ulionipa. Kwa hiyo nimepokea mifuko 50. Naomba Mwenyezi Mungu jeshi la polisi liwe na msimamo huo wa kuwasaidia watu waliopata majanga. Huu mwanzo muendelee na mwanzo huo. Asanteni sana. Kwa kweli kama nilivyosema awali, jeshi la polisi tunaendelea kulishukuru sana na limefanya kazi kwa vitendo, sio maneno. Nafikiri wananchi mnaona kamanda wetu OCD tayari anamkabidhi muhanga wa moto hapa kama mnavyoona. Kwa hiyo tunalishukuru sana jeshi la polisi, na wananchi tuendelee kuliunga mkono jeshi la polisi, lakini pia wananchi tusisahau kulinda amani ya nchi yetu. Asante sana mwandishi. Ni jambo la kupongezwa jeshi la polisi kuwa karibu na jamii yake kwa namna jinsi ambavyo ajali hii ya moto imetokea na kuwapoteza watoto watatu wa familia moja wa Mustafa Omari, mkazi wa Kilungule. Leo jeshi la polisi hapa kituo cha Matulubai limekabidhi mifuko 50 ya simenti kwa ajili ya kuanza ujenzi wa ndugu huyu ambaye amepoteza nyumba yake yote. Majina naitwa Superintendent Neema Makeo, OCD wilaya ya kipolisi ya Mbagala. Nini kimepelekea mpaka siku ya leo tunakutana hapa kwenye tukio hili, na mbele yako tunaona kuna mifuko ya simenti? Yes, itokea tukio la kuungua kwa nyumba moto kule Kilungule na ikapelekea vifo vya watoto watatu kama jinsi ambavyo mliona wakati ule. Sisi kama jeshi la polisi sasa, na sisi ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo kamanda wa kipolisi wa mkoa wa kipolisi wa Temeke Saka Kungu John Malulu aliona ni vema akawachangia kiasi cha mifuko ya simenti kadhaa kwa ajili ya kusaidia at least ujenzi wa ile nyumba iweze kujengwa na kurudi katika hali yake ya kawaida. Wale wenzetu sasa walioondokewa na familia watoto wao, lakini walioharibikiwa na nyumba at least waweze kupata sehemu ya kuweza kujistiri. Na mifuko hii imegharimu kiasi cha shilingi ngapi? Kwa hii imegharimu kiasi cha shilingi 850,000, ndugu mwandishi. Neno lako ni lipi kwa wahanga, kwa maana wale ambao waliunguliwa na nyumba na kupoteza watoto wao watatu? Kwanza kabisa tunatoa pole nyingi sana, kwa wahanga. Tunaombea Mungu azidi kuwapa faraja nyingi, lakini wawe na ustahimilivu wa kutosha katika kipindi hichi kigumu cha majonzi kwao, na sisi kama jeshi la polisi tuko pamoja nao kwa lolote, kwa chochote, tuendelea kushirikiana nao wakati wote. Binafsi niwape pongezi jeshi la polisi kwa hichi ambacho amekionyesha kuwa karibu na jamii, lakini pia kwa michango ya mifuko 50 kwa familia hii ambayo imepoteza watoto watatu na wengine majeruhi, lakini wameipoteza nyumba yao na nyinyi kuguswa moja kwa moja. Hongereni sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Jeshi la polisi ni familia, tunatoka kwenye familia mbalimbali, kwa hiyo na sisi ni sehemu ya familia, na tunatamani kuona kila mtu anaishi kwa hali ya kiusalama, kwa hali ya amani, kwa hali ya utulivu. Tunatamani kila mtu awe na maisha mazuri yenye furaha, yenye amani na utulivu wa kutosha, ikiwemo usalama wa kutosha kutoka kwetu sisi jeshi la polisi. Ndio tunajivunia kitu kama hicho. Wanasema mazuri lazima yasemwe. Angalia mazuri ya jeshi la polisi hapa Mbagala Matulubai. Mifuko 50 kwa familia ambayo imepoteza vijana wao watatu, lakini pia nyumba imeteketea. Wameamua kuwasaidia ili waweze kujiwezesha, kwa maana ya kuanza kujenga mdogo mdogo na kuweza kufikia mwisho na kuanza kuishi tena kwenye nyumba yao. Kwa majina naitwa Mohamed Salum Meza Boldansa, mwenyekiti wa serikali Mbagala Kilungule. Natoa pongezi kwa jeshi la polisi, Mheshimiwa RPC Malulu
kwa kuwezesha wananchi wetu waliopata janga la moto ambao ilikuwa imepita tarehe za nyuma, walipata maafa ya kupoteza watoto 3 wa familia moja na wengine 4 majeruhi. Lakini jeshi la polisi tulikuwa pamoja na sisi mwanzo wa changamoto ilivyotokea. Tunashukuru viongozi wetu wa serikali, afande Maruru, afande OCD Neema na afande RPC. Pia tuko naye pamoja ule usiku la mchana, na imani hapa tulikofikia sasa leo tumefikia sehemu ikiwa salama. Walituahidi mifuko 50 ya simenti jeshi la polisi ambayo likiongozwa na afande RPC Maruru. Leo tumekabidhiwa, nilikuwa kama shahidi, nimepigiwa simu, nimefika hapa kituoni Matulubai, imani nimekabidhiwa mifuko 50 ya simenti ambayo kwa kabidhi hao waanga wa familia ambao walopata maafa ya moto. Nawashukuru sana, sisi kama Kilungule tuko salama na imani jeshi la polisi linaonyesha ushirikiano na sisi, na mimi nikiwa kama mwenyekiti nasema niko nao pamoja. Na imani kwa sababu na imani tumepata OCD mzuri. Taarifa inapotokea swala lolote katika mtaa wetu au katika mtaa wangu, mimi huwa napata ushirikiano ndani ya dakika 5 zinakuwa nyingi. Nikipiga simu polisi huwa napata ushirikiano kwenye jeshi la polisi. Nawashukuru sana viongozi wa mkoa wa kimkoa katika upande huko wa Mbagala kwa upande wa OCD. Kwanza pole kwa msiba, lakini pia pole kwa kupoteza nyumba yako, na ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Asante sana kwa pole mwandishi wa habari. Kwa jina naitwa Mustafa Omari Matunu, ni mkazi wa Kilungule. Leo tumeona umekuja hapa kituo cha polisi Matulubai. Ni kitu gani ambacho kimesababisha uweze kufika hapa? Kilichonisababisha hapa kufika kituo cha Matulubai kwa ahadi ya RPC, alinaahidi kwamba atanipatia mifuko ya simenti 50 kwa ajili ya janga lililonipata. Kwa hiyo leo RPC ametimiza ahadi yake na kupiga simu kwa mheshimiwa diwani na mwenyekiti na kuambiwa na mimi niwepo hapa eneo la tukio. Kwa hiyo nimekuja hapa kukabidhiwa mifuko 50 ya simenti alioahidi RPC wa kituo cha Matulubai Mbagala. Unalizungumziaje jeshi la polisi hususan kwenye swala zima la ulinzi na usalama kwenye mtaa wako japo umepata ajali ya moto? Kwanza ningependa kuishukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano wao walionionyesha, kwa sababu toka lilipoanza tukio, bahati mzuri mimi sikuwepo, lakini niliporudi pale nikuta jeshi la polisi lishafika eneo la tukio na kuendelea na ulinzi wa pale, na mpaka sasa hivi wamenisaidia hiyo mifuko 50 ya simenti. Nalipongeza kwanza jeshi la polisi la kituo cha Matulubai kwa kuwa karibu sana na wananchi wao. Natamani kufahamu hali ya majeruhi ikoje? Kwa sasa hivi hali majeruhi kidogo sio mbaya, wanaendelea vizuri, ila changamoto ndo hizo za madawa, madawa zinawaishia, basi ndo hivyo, lakini kwa sasa hivi kidogo wanaendelea vizuri. Mwenyezi Mungu anawasaidia majeruhi. Una maneno gani kwa diwani wa kata ya Kilungule pamoja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa kuhusiana na ushirikiano wako wewe na wao? Kwanza namshukuru mheshimiwa diwani wangu wa kata ya Kilungule Bwana Nganga kwa kuwepo pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa tukio mpaka mwisho wa tukio. Bado tunaendelea kupambana, anaonyesha ushirikiano mzuri mpaka leo hii. Nakuja hapa kituo cha Matulubai kukabidhiwa mifuko hiyo ya simenti 50 kwa juhudi zake, pamoja na mwenyekiti wangu wa serikali za mitaa Adansa wa kata ya Kilungule, vile vile mpambanaji mkubwa, ndugu yangu mwenyekiti, anipambania mwananchi wake ili nije kukaa sawa. Kwa hiyo kwa kampani anonipa mwenyekiti, nashukuru, ni kubwa sana, nashukuru. Kwa hiyo naomba mwenyekiti huyu amweke aendelee kunipambania pamoja na diwani, ili mimi nisimame kwenye mazingira yangu ya maisha, ili na mimi nipate kwenye sehemu yangu ya kulala inyoke. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wangu wa Dansa, namshukuru sana diwani wangu wa kata ya Kilungule ndugu Nganga kwa misaada wananipambania ili nipate misaada. Jeshi la polisi la Matulubai, nipende kuwapongeza kwa msaada wenu mlionipa. Nashukuru sana, japokuwa kidogo, lakini Mwenyezi Mungu ndio alikujalieni hivyo, sio mbaya. Naomba Mwenyezi Mungu akujalieni, msimame hivyo hivyo kwa matatizo ya watu, mwakimbilie. Nashukuru sana. Narudi tena kwa mwenyekiti wangu Adansa, bado mimi kijana wako pamoja na diwani wangu, bado kweli sijasimama. Nimepata mifuko ya simenti, bado kuna vitu kibao vinahitajika. Kwa hiyo ninakuomba mwenyekiti wangu Adansa, wewe ndio upo karibu sana na mimi,
hebu nipambanie hili jambo na mimi nipate kwenye, kuna nondo, kuna kokoto, kuna kenchi, hivyo vyote vinahitajika kwenye nyumba. Kwa hiyo naomba ni mwenyekiti, yani ulisimamia hili swala, yani ukishirikiana na ndugu diwani, naomba sana ni mwenyekiti wangu, yani upambane uwezavyo, ili kijana wako nisimame kwenye hali ya kawaida, yani kwa sababu sasa hivi bado kidogo kweli. Yani nimekaa na mzee wangu, namshukuru sana mzee wangu kwa kunipa ushauri, tayari majanga yashatokea. Kwa hiyo simama, naombe Mwenyezi Mungu haya yote yatapita. Kwa hiyo namshukuru sana mzee wangu kwa kuniweka karibu sana. Kwa hiyo naomba ni ndugu mwandishi, hizi taarifa kama mtu yote anaguswa na hizi taarifa, basi bado mimi misaada nahitaji, muone bwana, misaada nahitaji, ili yote atakayeguswa na hili jambo. Namba yangu ya simu 0687 0687 46 7720. Na jina linatokea nani? Linatokea Mustafa Omari Matunu. Hiyo ndio namba yangu ya kupokea michango. Yote atakayeguswa, enyi wa Tanzania wenzangu, yote atakayeguswa, sababu nimepata msiba mzito, nimepoteza nafsi na nimepoteza mali. Kwa hiyo naombeni sana msaada wenu, asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, umemsikia mwananchi wako kwa maana bado anahitaji msaada. Kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mkuu wa usalama kwenye eneo lake, nini utafanya kuhakikisha kwamba mwananchi huyu anarudisha japo kidogo furaha? Naamini kwa nguvu tulizokuwa nazo, au mwenyekiti kama mwenyekiti, mimi na imani bado niko naye Beneti. Bahati nzuri Mungu amejalia sisi wafanya biashara wadogo, tutijaliwa tutampa, ili mradi tu mambo akae katika sehemu alikuwa katika hali salama, kutokana na mzunguruko maisha yake alivyokuwa naishi na jinsi moto ulivyotokea, watoto watatu kwa familia moja wote kufa kwa pamoja, ni changamoto kubwa. Lakini mimi kama mwenyekiti wa mtaa ule husika, nasema nitajitoa kwa hali na mali, nilichokuwa nacho, nilichojaliwa, nitampa mwananchi wangu. Asante. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.